Unapozaliwa huwa unalia sana ikiwa waliokuzunguka wanatabasamu. Kujifungia ndani inamaanisha haujiuzi, watu hawakuoni, hawajui una kitu gani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari yako? Salama, habari za majukumu? Ni nzuri kabisa. Leo tumeona ufunguzi wa Miss and Mr. NIT kwa mara ya kwanza, kwa sababu miaka mingine mlikuwa mkifanya Miss na Social Awards. Nini siri au wazo lilitoka wapi ya kwamba tuunganishe iwepo Mr. NIT? Okay. Siri ni kwamba kama tunavyoelewa dunia inabadilika, lakini pia vipaumbele vinabadilika. Tukaona kwamba Miss inamwacha Mr. nyuma, lakini pia ana thamani yake na bado tunahitaji na tunaona mchango wake. Lakini tukiachana na hivyo ni kwamba ni matamanio yangu mimi kwa muda mrefu kwamba nikipata nafasi inabidi nitengeneze balance katika kila kitu ambacho tunafanya. Lakini tukiachana na hicho, tumeona Mr. NIT wa mwaka jana ametuwakilisha vizuri sana NIT. Ameshiriki matukio mengi sana ambayo alikuwa anaonyesha kabisa kwamba chuo cha NIT wanafunzi nao wanajitoa. Lakini tukiachana matukio ya kijamii, pia kwa ndani ya chuo alikuwa anajaribu kuonyesha ni kwa namna gani anashiriki na kusaidia katika namna ya kutunza mazingira. Kwa hiyo tukaona pia ana hadhi ya kupata thamanio. Kwa hiyo tukaona kwa mashindano haya panapokuwepo na bibi lazima hawepo bwana. Kwa hiyo tukasema lazima tuwe na Miss and Mr. NIT. Okay. Naamini hii ni fursa kubwa sana kwa vijana au wanafunzi wa chuo cha NIT. Kwako wewe mheshimiwa, ambaye ni kiongozi lakini pia ni mwanafunzi, baada ya kuwa kiongozi umepata fursa mbalimbali na umeona fursa mbalimbali, unahisi kuna fursa zipi ambazo wanafunzi wa NIT bado hawajazichangamkia ipasavyo kuweza kuwafaidisha kwenye maisha yao lakini ndoto zijazo? Asante sana. Changamoto ambayo nimeiona kutokana na uzoefu nilionao, uzoefu wangu mdogo, ni kwamba wanafunzi wengi hasa wa vyuo wanasahau kitu kimoja, kwamba sehemu pekee ambayo inamconnect binadamu wa kawaida au inamconnect msomi na dunia ni chuo. Kwa hiyo ukiweza kuyatumia vizuri maisha yako ya chuo, yanaweza kukutanisha na watu ambao tunaona hizo ndo connections zenyewe. Kuna watu wengi kutokana na the way walivyoishi na watu imewapelekea baada ya chuo wamepata fursa sehemu fulani. Kwa hiyo ile jambo la wanafunzi wengi kubaki nyuma, kuamini kwamba masomo tu ndo yamenifanya niwe hapa, inamaanisha hiyo inamrudisha nyuma pia kwenye maisha mengine, kwa sababu kuna maisha baada ya masomo. Unamaliza chuo, ndio uko nje, umehusiana na nani, unaenda kukutana na nani, kwa sababu tupo kwenye utandawazi ambao ili ufike sehemu fulani lazima kuwe na mtu wa kukusemea, lazima kuwe na mtu ambaye anakuona, anakujua. Kwa sasa ni ngumu kwamba haujawahi kuonyesha chochote. Watu wana talent, watu wanajituma sana, wanafanya kazi kwa bidii, watu wana uwezo wa kubadilisha dunia. Tunaona ukifuatilia kwenye project za NIT, unaona ni project kubwa. Watu wanabuni project ambazo zinaweza kusaidia hata taifa katika engo labda ya kupunguza mwendo kasi kwa vyombo vya usafiri. Sasa kwa baadhi ya watu wana talent kama hizo, lakini still wanabaki nyuma, wanakumbatia masomo peke yake. Kunapotokea event hawafungamani na wenzao, kwa sababu mwisho wa siku kujifungia ndani inamaanisha haujiuzi, watu hawakuoni, hawajui una kitu gani. Kwa hiyo ukiwa na kujijua kwamba mimi nafanya kitu fulani, make sure kwamba kwenye jambo lolote ambalo linahusiana na kile unachokifanya unakuwa mstari wa mbele kufanyaje, kushiriki ipasavyo. Hicho ndio kitu ambacho nimeona vijana wengi kinawapelekea wanakosa fursa na kuwarudisha nyuma hata baada ya kumaliza chuo. Kwa mwishoni sasa, mnakaribia kumaliza uongozi wenu, ni neno gani ambalo nawaachia wana NIT ambalo wasilisahau, lakini pia mwishoni utatukumbusha ni kitu gani utakikumbuka daima ikiwa ushaondoka NIT kwenye maisha yako, kwamba NIT kuna kitu kilifanyika? Neno pekee ambalo naweza nikawaachia wana NIT ni kwamba nina mapenzi ya dhati sana na NIT. Nina mapenzi ya dhati na ninawapenda sana wana NIT. Hakuna anayejua kesho. Kokote tutakapofika, akija mtu yoyote anatoka NIT akiniambia mimi natoka NIT, kwangu huyo ni kama familia, ni kama ndugu. Kwa sababu gani? NIT imenibadilishia maisha. Imenibadilishia maisha kwa maana ya kwamba unapotoka katika level ya kielimu, unapoenda chuo unakuwa ni mtu mwingine. Lakini nilichokuwa na kiwaza au kitu ambacho nilikuwa naona kwamba mimi ni best katika engo hii, NIT kaje kani prove wrong. Sikuwahi kuwaza kama naweza nikapata nafasi kwenye
uongozi na nikaperform kwa namna ambavyo watu wanaona, kwa sababu mwisho wa siku sio kila mtu utafanya ataona kama umefanya kwa kiwango hicho. Kuna baadhi ya mambo anaweza akaa na kulimit. Kuna muda unabidi ufanye kama kiongozi wa serikali ya wanafunzi, kuna mambo yanabidi yafanywe na management. Kwa hiyo kinachokuwa tunafanya sisi ni kupush kuona ni kwa namna gani hii changamoto tunaweza tukaichukua tukaifikisha sehemu fulani. Kwa hiyo NIT ilinibadilishia maisha. Kwa sababu hiyo, kupitia hii karama ya uongozi imenifanya nimekutana na watu wengi sana. Imeniongezea ndugu, imeniongezea marafiki, lakini kwa namna moja au nyingine imenipa respect fulani ambayo pengine nisingekuwa hapa nisingeipata sehemu yoyote. Yeah. Lakini kwa kitu kikubwa ambacho nakikumbuka kuhusu NIT ni vingi. Sasa natafuta the best. Yani, okay, labda niseme kitu ambacho nitakikumbuka sana kwa NIT. Nadhani ni the way tu walivyonilea, kwa sababu kila mnapoingia kwenye uongozi inaandaliwa semina ya viongozi. Kwa ile semina haijanijenga tu mimi kuwa kiongozi, tunafundishwa vitu vingi sana, uzalendo, namna ya kupenda kitu unachofanya. Kwa nadhani ni moja ya kitu ambacho nitaendelea kuikumbuka NIT zaidi na zaidi. Yeah, na ni moja ya kitu ambacho nitakimisa. Yeah. Safi sana. Swali la mwisho, lakini inaweza likawa swali la kizushi. Mpaka leo hii huenda ulipotoka kindergarten mpaka leo chuo kikuu na umekuwa kiongozi, ni vitabu vingapi unavikumbuka umevisoma wewe kama wewe? Vitabu nilisoma nadhani ni Poor Dad na Rich Dad, nilikisoma. Sasa changamoto mimi nilionayo ni kwamba nikimaliza kitu fulani waga ni ngumu sana kufanyaje. Kwa hiyo nakumbuka kile ambacho nimekiishi mule ndani. Umeshaona? Hicho ni moja ya kitabu ambacho nimekisoma, lakini lengo langu nataka tupate funzo moja ambalo kwenye hivyo vitabu ambavyo umesoma, tupate funzo moja kwenye jamii zetu, kwa vijana, lakini na binafsi kwenye maisha ya kawaida. Yanaweza kawa pia kielimu. Funzo moja tu. Kuna kitabu kimoja nasomaga hivi, kuna vitabu fulani sio maarufu sana, ila na hisi kinaitwa We Can Analyze, kama sikosei nilikisoma muda mrefu sana. Kati ya kitu ambacho nilikisoma mule na nilijifunza mwanzo kabisa, kile kitabu kabla hujaenda hata ndani, kinasema unapozaliwa huwa unalia sana ikiwa waliokuzunguka wanatabasamu. Umeshaona? Kwa hiyo kayaishi maisha yako kiasi kwamba ukifa wao walie sana ikiwa wewe ndani ya jeneza unatabasamu. Kwa tujifunze kuishi kwa ukarimu, tujifunze kuishi kwa upendo. Ni hilo tu. Somo zuri sana. Asante. Asante mheshimiwa. Asante.